Imani ishimwe cyane. Amen. Wakati tunaanza somo tukitagura kino chigwa la taifa la Babeli, ili tujue ilikuwa kuwaje Wayahudi wachukutane wako katika utumwa. Na katika hii tuliona kwamba kugeuka kwa Wayuda au wana wa Israeli ndiko kulikowafanya Mungu awapeleke katika utumwa, kwa sababu Mungu wetu hakuange na kifundi cha kugeuka na hataki kwenda pamoja na mtu mwenye kugeuka. Mungu anataka mtu mwenye kuwa na msimamo mzuri ili aweze kutembea pamoja naye. Mara ya pili wakati tulisoma somo tuliona Danieli kama vile mtu mwenye kuwa na picha ya kanisa ambalo Mungu analihitaji katika Agano Jipya. Na picha hiyo tuliona kwa Danieli ni kwamba ndani yake alionekana alikuwa na zile roho saba za Mungu. Naona kwamba roho saba za Mungu sio roho mtakatifu saba, lakini ni roho mmoja anafanya kazi katika roho saba. Na tukaeleza vile hizi roho zinatumika ndani ya mtu ambaye anayejazwa Roho Mtakatifu. Tukaona kwamba Danieli alikuwa na picha ya ukamilifu mbele za Mungu, na hii ndiyo kanisa ambayo Yesu alikuja kulitafuta, kwa sababu baada ya miaka 1400 Yesu hajazaliwa. Agano Jipya lote Mungu alikuwa na watu wadhaifu. Kipindi hiki kinaitwa kipindi cha nyakati za ujinga, ambapo Mungu alitembea na watu lakini anakuwa kama haone udhaifu wao, anavumilia maovu yao, anatembea nao hata kama hawakamiliki. Lakini katika Agano la Kale tuliona kuna watu watatu ambao walidhihirika kwamba ni wakamilifu, na Roho wa Bwana aliwashuhudia. Na watu hao watatu ilikuwa na picha ya ilikuwa ni picha kanisa Yesu analihitaji katika Agano Jipya. Tunaona kwamba katika Agano Jipya Yesu alikuja kulijenga kanisa lenye halina mapungufu, lenye halina itilafu. Ndio maana alileta mwana wake mwenye hakufanya dhambi ili aweze kuzaa watoto wenye nao hawatakuwa watenda dhambi, lakini watakuwa kizazi kitakatifu, kizazi kikamilifu, wanaotembea katika ukamilifu wa Mungu. Jumapili inaisha, tuliona kwamba jina la Danieli ambalo Dani linaitwa ni hakimu, halafu El ni Mungu. Manake Mungu ni hakimu wa Danieli. Tunaona kwamba Danieli alitembea katika haki, kwa sababu alikuwa na Mungu hakimu. Alifikiri nani alimpa hili jina ambalo liliendana na maisha yake. Tunaona kwamba kawaida jina linatakiwa liendane na maisha ya mtu. Mtu anayekupa jina huwezi kuwa na maisha ambayo tofauti na jina lako. Na kama ikitokea na hilo jina sio la kwako, unabidi utafute jina lingine. Tukaona kwamba mtu wa kwanza Adamu alipewa jina na Mungu mwenyewe, na akapewa mamlaka ya kupatia majina watu wengine. Bwana kwamba mwenye inabidi apatie mtu jina ni yule mtu ambaye
unayetukana na yeye. Ujya muntu ukomoka ko Ni wewe ukomoka ko. Haleluya. Huyu ndiye anapewa mamlaka na Mungu kutoa chini. Lakini tuliona kwamba kuna wakati mwingine wazazi wetu wanakosea. Wanatupa majina bila kupata ufunuo. Na tukutana tulipewa majina ambayo inaweza ikaharibu hatima yetu. Haleluya. Ni hii ndiyo tuliona wiki inaisha. Leo tutaona somo ambalo linasema uaminifu kama dhana. Ngikigwanisho. Yes. Uaminifu kama zana. Zana ya kutegua mitego. Kigwanisho cha kutegua mitego. Ndiyo. Haleluya. Amen. Mwenye anaandika uaminifu kama zana. Wandika yandike kubwizigirwa n'ikigwanisho. Ubwizigirwa n'ikigwanisho. Ubwizigirwa n'ikigwanisho gitegura imitego. Gitegura imitego. Haleluya. Amen. Kuna aina mbili za mtego. Hari ubwoko bubiri bw'imitego katika lugha ya Kigiriki. Mu rurimi rw'Ikigiriki kuna mtego ambao unaitwa kuna mitego ambayo mitego yote kwa jumla. Imitego yose muri rusangi inaitwa pagida. Yitwa pagida. Pagida ni mitego yote kwa jumla. Ni mitego yose muri rusangi. Kila kitu ambacho ni mtego. Chacho sasa ni mtego. Haleluya. Wewe mtego wa kuua nyama. Wewe mtego wa kuchikiko. Wewe mtego wa kumtega mtu. Wewe mtego wa kutega. Wewe mtego wowote ule. Mtego wowote unaitwa pagida. Unaitwa pagida. Lakini tutajifunza juu ya mtego ambao unaitwa skandalon. Tuliga mtego unaitwa skandalon. Haleluya. Skandalon ni neno la Kigiriki. Ni jambo la Kigiriki. Lakini nalo linasema juu ya mtego. Ariko ndio livuga ku. Lakini mtego uko tofauti na pagida. Ariko mtego unatandukanye na pagida. Pagida unaweza kuweka s inaitwa pagides. Pagida washakushira ko s inaitwa pagida. Maana ni aina ya mitego. Nukujo gibi. Lakini skandalon. Ariko skandalon ni neno la Kigiriki. Ni jambo la Kigiriki. Linamaanisha mtego. Sawa mtego. Haleluya. Na mtego huu mtu huwa anategwa umuntu arategwa wa kumfanya akosee kugira ngo agira makosa. Anayekutega huu mtego anakuwa anakufanya ukosee abayifuza ko ugira makosa au uanguke cyane ugwe au upate aibu cyane ugire isoni. Haleluya. au kukupima cyane kukugerageza. Haleluya. Amen. Nasema skandalon ni neno la Kigiriki ambalo linamaanisha mtego anaotegwa mtu na anayekutega mtego huu anakuwa anataka ukosee. Yes, au uanguke katika kosa. Na baada ya kufanya hiyo kosa uaibike. Maana yake anayekutega huyo mtego anakuwa anataka kupima. Apime uaminifu wako. Haleluya. Ukisoma Mathayo sura 18 mstari wa 7. Katika lugha ya Kigiriki inasema wale wa dunia kwa sababu ya mitego. Kwa sababu hii neno kwa sababu ya mitego, hii neno hapa nasema skandalon. Manake ni mtego wa kukutega ili ukosee, wapime uaminifu wako ili uaibike au uanguke. Ni kama vile naweza nikaweka pesa hapa, najiamshisha pesa, halafu najificha sehemu, niko naangalia jinsi utajikomporte, naangalia jinsi utajishika, kama utazichukua au utazichukua. Haleluya. Hapo naacha pesa sehemu fulani,
Halafu nasubiria nione reaction yako. Haleluya. Ni mtego wa aina ya mfumo wa kupima wajua wewe ni nani. Kama wewe unatumika katika kampuni wanakupa kazi ya kuhesabu pesa, lakini kuna kamera ambazo za siri zinafahamu, na hizo kamera walizikuweka wewe mwenyewe ili kwamba wewe wanajaribu angalie reaction yako. Kama utakosea watajua wewe ni nani. Haleluya. Kama utaiba watakuwa wamekugundua, na kama utakuwa mwaminifu watakuwa pia wamekugundua. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtego huu unaitwa skandalon. Claudine, uinua mkoba wa Rilimba. Claudine, uinua mkoba wa Rilimba. Haleluya. Haleluya. Umtego uitwa skandalon. Mtego unaitwa skandalon. Unashobora kutegwa na Satani cyangwa ugategwa n'Imana. Unaweza ukategwa na Shetani au ukategwa na Mungu. Haleluya. No kugutegwa mutego. Akutega mtego huo. Arashobora koresha umuntu. Wanaweza kutumia mtu pia. Bwana shimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Muriwe utakumbuka kwamba Yusufu wibuke uko Yosef alitegwa, alipata mtego wa skandalon na yule mke wa Potifa. Unaweza kuwa ni Shetani alikutega kusudi uaibike, uaibike, uvunjike moyo, kusambue kutoa heshima yako aivue mpaka chini, halafu maisha yako yaharibike. Haleluya. Na Mungu naye kama anataka kutembea na mtu, naye anaweza kutumia huyo mfumo wa kuleta kipimo fulani cha kupima kiasi cha uaminifu ambayo uko nao, na mtego huo unaitwa skandalon. Imani shime chane. Sasa wakati ambapo mfalme aliita vijana wenye ukoo wa mfalme kutoka nchi ya Yuda, anawaleta Babeli, akatamani watafute vijana wenye akili, wenye wako na umbo nzuri. Haleluya. Kusudi wakuje walishwe chakula kwa mfalme, na baada ya kula chakula kwa mfalme kwamba na wenyewe wanafundisha elimu ya Kikaldai ili waje kuwa msaada wa kusaidia ule utawala wa Babyloni waweze kutumikia, na Babyloni iweze kujua kukontrole ndugu zao wale Wayahudi kwa kutumia hao vijana ambao watakuwa wamechaguliwa. Kwa hiyo waliochaguliwa walikuwemo Meshaki, Shadraki na Abednego, na alikuwemo Danieli na wengine vijana. Lakini inaonekana kwamba hao vijana wanne walikutaniwa, wanashirikiana katika kitu kimoja. Siku zinakuja nitafundisha juu ya kumchagua rafiki, kwa sababu unaweza kuwa na rafiki ambaye atakuangusha, na kuwa rafiki ambaye unaweza kutembea naye na unafika mbali pamoja. Nani ananisikia? Sema amen. Kwa hiyo hawa vijana walichaguana, wa vijana wanne, lakini walikuwa na msimamo mmoja. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa Danieli kipindi hicho hawa vijana walikuwa mkambi, kama kambi ya warefishe watumwa ambao walitoka Babyloni, walitoka Yuda. Nini ngano zaliza kuwe mu Yuda wako
kambini. Wanakula kama watu wa kambini. Ilikuwa kama ni aina ya fursa fulani. Unaweza kuchaguliwa kwenda katika ikulu ya mfalme Nebukadneza ili kuishi huko, kule chakula cha huko, ulale huko. Nebukadneza alikuwa si mtu wa kawaida. Ufalme wake ulianzia kutoka Ashuru. Haleluya. Irani au Wacheni umedi kule za Afghanistan mpaka ende kuja mpaka Afrika. Haleluya. Sasa huyu mtu ndiye mtu ambaye unaitwa katika ikulu yake. Ukae pale unakula chakula cha kwake. Ilikuwa kama ni fursa. Haleluya. Kwa wamoja ilikuwa ni neema. Mimi ni nani? Nisije mfalme aniite niwe nakula chakula kwake, nilale ikuluni. Ni mtu hapa President wacu Ndayishimiye Evariste muhamagara kukirimbiwe igitega ugume mu rugiwe uzurafunguriwe. Haleluya. Haleluya. Ninde muri twebwe tubona para karibyo yagiriwe ndakura Musa Evariste mkuru wacu w'igihugu kumuramusagusa umuntu udasanzwe. Ushobora kuzarinda upfa ukamurabishije n'amaso mutarabanye maso ko Danieli baragize akaryo guhura n'umwami Nebukadneza, umwami w'abamaronge ibihugu byinshi kandi akacaba mu nzu iwe. Ni nk'uko bamushyira muri White House iyo muri Amerika ubane na Trump abarihuwa wigishirizwa muri White House, uzurafungurirwa muri White House, ucungirwa n'umutekano muri muri Amerika nyine. Imana yacu ifashe cyane. Abandi mu gihe bariko babona ko ari akaryo bagiriwe, Danieli we yacasiye abona ko ari skandaloni. Agatego yateswe swate na satani cyane n'Imana yaciye abibona hakiri kare. Kubera iki? Iwabo kunywa inzoga cyari icyaha. Haleluya. Kunywa inkoko zitakerewe cyari icyaha. Kunywa inyama zitakerewe cyane kula nyama ambazo zinazikuchinjwa cyari icyaha. Haleluya. Kunywa ingurube cyari icyaha. N'izindi bifungurwa bitandukanye. Haleluya. Unatona nisikia hapa. Inchio ivyageze byababuza. Vile vitu ambavyo sheria Torati iliwakataza ndivyo vyakula walivyokutana kwa mfalme. Sasa wakati wengine wanaona ni fursa, wakaona kwamba ni mtego, skandaloni. Haleluya. Na hapa hata kama tuko utumwani, haleluya, ibidi tukosee kwa kile kitu tulichokiahidi Mungu kama tutatembea naye kwa uaminifu. Kama ni kuuawa, fadhali tufe, lakini nafasi yetu, uaminifu wetu usiishe kwa Mungu. Na mtu ananisikia sema amen. Kama ni kulala fadhali tulale njaa. Mtu atuwe lakini tukae waaminifu kwa Mungu. Kuliko nipoteza uaminifu fadhali nife. Kuliko nipoteza uaminifu kwa Mungu fadhali niwe maskini pamoja na uaminifu. Kuliko kuwa tajiri pamoja na usaliti. Hii ndiyo devise ya Danieli pamoja na vijana wake. Ndipo akamwendea ule mtu akamwambia wale ambao walikuwa wanapata chakula, wewe tunaona tuende hizi chakula nazo tuta hizi chakula chema mbinguni
sevre muri ntabe tu Ili chakula chetu si atu. Mwebwe muri bana mwangi by'umwami yabaye. Ili mfalme aliandaa kwa ajili yetu. Akasema sisi atu. Imana yacu. Mungu wetu. Haleluya. Amen. Yarabitubujije. Ametukataa. Ijambo ry'Imana rirabitubuza. Neno la Mungu dushobora kubijya. Hatuwezi bari gufana. Turebera ngo ntabwo tujya. Ati itariko rero. Rondera. Turondera imibogaboga. Haleluya. N'amasaka nyine mabisi. Mtama mbichi. Haleluya. Abari tuzoza turafungura. Icyo gihe cyashizweho cyo kuzosuzuma uburyo tumerewe. Ndakurahiye icyo tuzosanga twabirushe. Icyo tuzosayangana gusoma haleluya. Tutanga kuri kwa wanakulegia kuna vizuri. Mungu akamwambia haiwezekani. Mfalme akiona umegonda akamuuliza kwa nini wewe umegonda? Akamwambia sema amen. Haiko chakula ndio kinanenepesha mtu. Nani anayeongea anasema kweli? Sio chakula kinanenepesha nini? Sema amen. Lakini amani ya Mungu ikiwa ndani ya mtu unanenepa na unatakata. Nani mtu anasikia sema amen? Kwa hiyo Danieli waliamini katika kwa hiyo ikatokea hivyo baada ya siku 10 kuangalia wakakutana kweli hawa watu wanamkaa. Mungu amefanya muujiza. Mtama umewanenepesha. Mtama unawaangalisha. Wenye wako wanakula mabusu, wenye wako wanakula na vingine, wenye wako wanakula na vingine. Nataka nikwambie usiharibishe uaminifu wako mbele za Mungu kwa sababu ya kutafuta vitu. Sema amen. Mtoa vitu ni Mungu. Manishima cyane. Mungu ndiye anatoa vitu. Bakisha uaminifu wako kwake. Wakati ukienea atakufanyia vile anafanyia kwa wengine waaminifu. Nani ananisikia sema amen? Sema amen. Kama Mungu anakupima uaminifu wako, anaweza kukukawiza kukupa vitu. Anakukawiza kupata mtoto. Anakukawiza kuolewa. Anakukawiza kupata pesa. Anaweza kukukawiza kufanya hivi. Anaweza kukukawiza kupata na hivi. Lakini kwa wewe ni kipimo cha kujua wewe ni nani. Kusudi aweze kujua namna utatembea pamoja na wewe katika maisha yako. Haleluya. Katika lugha ya Kigiriki neno uaminifu inaitwa pistis. Halafu inaeleza maana yake. Pistis maana yake kutobadilika katika msimamo. Yes, katika kile ulichokiahidi au katika kile unachokiamini, hata ukiwa katika mazingira magumu. Hauwezi danganya, hauwezi saliti, au haugeuki. Sema amen. Pistis. P-I-S-T-I-S. Haleluya. Lugha haikuwa na tafsiri nyingine. Kuna neno unaweza kusema mkirundi lakini hautaenda kutafsiri Kiingereza au la Kiingereza kinashikana na Kiingereza. Kwa maana tunajifundisha lugha nyingine ili tuweze kujua kutafsiri Biblia. Sema amen. Na ni hivi ndio tulikuwa tunaenda kwa masomo. Amen. Kwa sababu tuliona kuna vingine hatujui. Inabidi tujifunze ili tujue namna tutafundisha kanisa la Mungu bila kuenda upande mwingine. Kwa hiyo uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu. Haleluya. Katika Wagalatia 5:22 maana yake ni nini? Mtu wote ambaye anajazwa Roho Mtakatifu katika kile fungu 9 katika zile tunda moja ya Roho ina vipande 9. Katika ile vipande 9 kuna kipande kimoja kinaitwa uaminifu. Huwezi kuwa cha Roho Mtakatifu usikuwe mwaminifu. Ndio kitu ambacho kinatutesa leo. Wale watu ambao wananena kwa lugha, wale watu ambao wanajazwa Roho, ndio wa kwanza. Sema amen. Ndio
kudhihirisha. Leo kanisa litupe sifa yake, kwa sababu wale wanaojaa Roho Mtakatifu hawadhihirishi uaminifu wao mbele za watu na mbele za Mungu. Hakuna kitu ambacho tutakuwa nacho tunaweza tukaconvert ndani dunia kama hatadhihirisha matunda ya Roho Mtakatifu yaonekane kwetu.